Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Kwenda kwenye usaili unahitaji maandalizi ya kimwili na kiakili. Fanya utafiti kuhusu kampuni, vaa mavazi rasmi na nadhifu, fika mapema na uwe na nyaraka zote muhimu. Onyesha kujiamini, tabasamu na jibu maswali kwa kuzingatia ujuzi unaohitajika na mwajiri, huku ukionyesha uchangamfu na utulivu. Karibu tuangazie mambo 7 ambayo lazima uyazingatie pale unapokuwa kwenye chumba cha usaili. 1 ni utafiti. Tafiti kampuni ama taasisi hiyo kwa undani. Ipi ni biashara ama shughuli yao kuu? Nani anaiongoza? Ina umuhimu ama nafasi gani katika fani husika? Na kampuni ama taasisi zipi ni washindani wao wa kibiashara? Yawezekana ukawa unajiuliza, utazipata wapi taarifa kuhusu kampuni hiyo? Sehemu nzuri ya kuanzia ni kwenye tovuti ya kampuni ama taasisi. Chukua dondoo na andaa maswali ya kuuliza mwishoni mwa usaili ili kuwaonyesha umefanya utafiti kiasi gani kuwahusu wao wenyewe. Utafiti ndio kazi ya umuhimu ambayo unaweza kuifanya kabla ya kuingia kwenye chumba cha usaili. 2 ni muda. Hakikisha unazingatia muda wa kufika kwenye chumba cha usaili. Fika mapema, angalau dakika 15 au 30 kabla ya muda wa usaili kufika. Hii inakufanya ufike mapema na kutulia na kujiandaa kuingia kwenye chumba cha usaili. 3 ni utulivu. Usikubali uoga ukutawale, uwe mchangamfu na jibu maswali kwa ufasaha. Zingatia mifano ya ujuzi wako. 4, fanya majaribio. Baada ya utafiti wa kina, andaa maswali ambayo unahisi yataulizwa na fanya majaribio ya kuyajibu, na endapo utakuwa na shida yeyote ile, rudi mtandaoni. Kuna tovuti mbalimbali ambazo hutoa maswali muhimu ambayo huulizwa kwenye chumba cha usaili kwa fani mbalimbali. 5, vaa vizuri. Muonekano wa awali una nguvu kubwa. Baadhi ya waajiri hufanya maamuzi ndani ya sekunde 30 za mwanzo za kukutana na mtu anaenda kufanyiwa usaili. Unaweza kuwa na majibu mazuri ya maswali, lakini kama mavazi na haiba yako haikuwapendeza waajiri wako, itakuwa unapigana katika pambano ambalo lazima ushindwe. Hakikisha muonekano wako ni nadhifu. Piga pasi siku moja kabla. 6, salimia kwa kujiamini. Hiki ni kitu ambacho wengi husahau, lakini ni muhimu sana. Mwajiri wako anaweza kukupunguzia alama kwa namna utakavyosalimia uingiapo chumba cha usaili. Kama unasailiwa na mtu mmoja ama wengi, unashauriwa uwape mkono huku ukiwaangalia machoni. Salamu imara inaashiria kuwa unajiamini, unajua unachokifanya na ni mweredi. Lakini kwa makini, usijiamini kupitiliza, utaonekana kuwa ni mkorofi au ni mtu ambaye huelewi unachokifanya. Ila pia usipojiamini, napo utaonekana kuwa ni mwoga. Pia hakikisha una kitambaa mfukoni. Futa jasho kwenye viganja kabla ya kutoa salamu. Hakikisha hakuna mtu anayependa kupewa mkono wenye jasho. Na unapokuwa ndani ya chumba cha usaili, hakikisha unawaangalia machoni. Kuangalia chini ni dalili ya uoga. 7, usikate tamaa. Kuna kipindi maswali yanaweza kuwa ni magumu kiasi kwamba unaweza kudhani kuwa basi na kazi yenyewe umeikosa. Usije ukafanya kosa la namna hiyo. Jitahidi, pambana mpaka dakika ya mwisho. Yawezekana wewe ndiye ulifanya vizuri kuliko mtu yeyote katika usaili huo. Pia inawezekana swali linalofuata ndilo unalolimudu kuliko yote yaliyopita. Ni muhimu kujituliza kifikra mambo yatakayokuwa magumu. Una nguvu kubwa ndani yako.